السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحنان المنان، والصلاة والسلام على خير ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ما تعاقب الملوان. أما بعد، tuko katika kuendelea katika mambo yataka tujiepushe katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani na siku nyingine, katika silsila ile al-umuru allati yajibu an natakhalla anha, mambo yanatakana tunatakhlia, tujiepushe nayo. Takhlia na tuna takhali, tuwe na kujiepusha na mambo kama hayo. Na katika mambo atakayojiepushe ndani ya Ramadhani na nje ya Ramadhani, na haswa sisi tumeweka katika mwezi wa Ramadhani ndio mwezi wa kutoa zaka, japo zaka haikufaradhiwa kutolewa Ramadhani. Zaka ni pale unapoanza kumiliki, ile siku kimiliki ndio mwaka wake utoe zaka. Ukianza biashara fungu kwanza Shawwal mpaka Shawwal atakaotoa zaka. Ukianza biashara Dhulqaada fungu pili mpaka fungu pili atakaotoa zaka. Ukianza fungu sita mpaka fungu sita utoe zaka. Basi utapenda kutoa Ramadhani kwa sababu upata thawabu nyingi. Na bila shaka ukitoa zaka zako Ramadhani, ima zitakuwa zaka zile ni muajjala, ima zitakuwa zaka zile zako umezitoa kwa haraka, au itakuwa zaka zako ikiwa si za muajjala, itakuwa zaka zako umezichelewesha, muakhara, umefanyia kuchelewa. Kama mwaka utakuwa umepita, mwaka hujaja. Na sharuti ukitoa kama mwaka umepita ni sahali. Ukitoa zaka kabla mwaka hujafika, ni sharuti niko wewe mwenye kutoa zaka iwe ya kulazimu mpaka wakati wa mwaka ukifika, na ule mwenye kupewa aendelee kustahiki kupewa hata mwaka ukiwa umeisha. Na zaka hutolewa tunavyojua dhahabu, fedha, pesa, mali ya biashara unazozifanya, urudhu tijara, watoa zaka. Naam, wanyama wa mifugo, ng'ombe, mbuzi, ngamia, wote watolewa zaka. Na makulimo, azuru, chakula kinacholiwa, michele, mahindi, ngano, ikifika kile kiwango chake, kila zote zina viwango. Kwa tembe chakula kifika kiwango fulani, situna sa'an, utatoa zaka. Ng'ombe kifika 30 mathalan watoa zaka. Mbuzi kifika 40 waanza kutoa zaka. Ngamia kifika 5 waanza kutoa zaka. Zote zina viwango zake maalum za kutolewa zaka. Na kuna matunda, katika matunda yanatolewa zaka ni tende na zabibu. Pia zikifika kiwango fulani, tende na zabibu pia nazo hutolewa zaka. Kwa hiyo viwango zake za zaka huwa zikitolewa, zikifika kiwango maalum tunatoa zaka. Sasa kuna watu ambao kwamba hawatoi zaka, mani zakati au mani zakati, mtu hatoi zaka. Na wako mara mbili, kuna mwingine hatoi kabisa, mtu mani zakati au tariku zakati, amewacha kutoa zaka. Na kuna mwingine anatoa zaka lakini ampa yote, hana mipango, haangalii wale mafungu yaliyotajwa Mwenyezi Mungu katika Qur'ani. Na mafungu 8 tunapojua, ina masadaqatu lifuqara wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafat qulubuhum fi riqabi wal gharimin fi sabilillahi wa min sabil, wale waliotajwa wenye kutoa zaka, mafukara, masikini, wenye kutumikia, wenye kufuata zaka, wenye kusiganya zaka, wenye kuanza kuslimu, wenye kudaiwa, wenye kupigana fi sabilillahi, wenye wapita njia, wasafiri,
wote wale ndio watu wenye kupewa zaka. Sasa ukichukua zaka ukimpa mtu sio katika hao wanane aliotaja Mwenyezi Mungu, 8 asnaf, basi huwa wewe ni kama hukutoa zaka, sababu al-mutaaddi fi zakati kama ni'iha, yule mwenye kupita mipaka asitoe zaka mahali pake huwa kama hajatoa, kama umlipa asokudai. Na zaka ni haki ya maskini na fukara, na wale ni wajibu, si kwa mwenye kutoa zaka kwake ni sunna kutoa zaka au ni ihsani, ile ni wajibu Mungu amemwekea, na malengo mengi hufanyika. Na Mwenyezi Mungu na Mtume anasema tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, zaka hutukuliwa kutokana na matajiri wakarudishiwa masikini. Zaka hutukuliwa kwa matajiri wa Kiislamu wakapewa maskini. Na lengo la kutoa zaka ni ili ujue kwa mali aliyokupa ni Mungu na wale waliomnyima ni Mwenyezi Mungu. Usijione si akili yako wala si uwezo wako kupata ule akakosa. Ule aliopewa na Mungu na wale waliozuiliwa wamezuiliwa na Mungu. Kisha pia ujue kwa kuwa Uislamu ni dinu taawuni wa taadhud, ni dini ya kusaidiana na kutiliana nguvu, ni musanada na musaada, watu kusaidiana. Ule alionacho amsaidia mtu kwamba hanacho, ule asokuwa nacho asaidia na mtu ambaye kwamba alionacho Mungu alomruzuku. Kisha pia anakuondosha zile hasad na chuki. Ule na ukia hukumpa ataona azafanya chuki na hasad, pia yaondosha tu na ugonjwa, na pia ni kupelekana mbele ili wenzako waondoke katika haja. Na lao zaka zatolewa kweli kweli, basi hangekuwa watu wenye hitaji au maskini ingekuwa hakuna. Zaka zatolewa hivyo tunajua sisi njia sio yake. Na kuna wengine ambao kwamba sotoa kabisa, wale ndio tunazungumza wale itwa mani au zakati, walokataa kutoa zaka au tariku zakati, wameacha kutoa zaka. Wale wamefanya jambo kubwa sana baya, kwa sababu Sayyidina Abdullah ibn Abbas atuambia mambo matatu Mungu ameweka pamoja. Ukifanya moja lazima ufanye la pili, ukifanya moja ukiacha moja Mungu hakubali. Mungu ameweka swala na zaka pamoja, sema waqimu salata wa atu zakata. Na utaswali tu na una uwezo wa kutoa zaka hutoi, Mungu swala yako haikubali. Yamewekwa pamoja. Lau mtii Mungu akataka kumtii mtumi, Mwenyezi Mungu hakubali, sababu atiu Allah wa atiu Rasul. Lau wamtendea wema na kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini kama hufanyi wema wala washukuru wazazi wako, Mungu hakubali. Nishukuru li waliwalidika. Kwa hivyo zaka iwe katika kimu salata wa atu zakata. Swali na utoe zaka. Ukiswali hutoi zaka, Mungu hakubali swala yako, sababu zimewekwa pamoja. Na ni kitu kigumu sana, kwa sababu uchoyo wa nafsi yako uzuilia. Sababu kutoa ni kitu kigumu sana. Ni kitu kigumu sana, watu washindwa kutoa. Roho yapenda pesa, roho inatamaa ile pesa, roho yaona itafilisika kutoa ile pesa, roho aona ameitolea jasho ile pesa. Sasa mwingine anaona nitakuaje mtu hajafanya kazi, au mtu amekaa tu, mali yangu, jasho langu, taabu yangu, nimepata taabu ngapi kupata hili mali, leo nitoe tu nipatie watu hivi ovyo ovyo. Ndio pale hufurudi ikafanya mtu akana uchoyo. Wa mayuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Mwenyezi Mungu asema yote mwenye kuondolewa uchoyo akakingwa na uchoyo wa nafsi yake amefaulu. Na yule asotoa zaka ameitwa ni mushrik. Anasema wale ni mushrikini, adhabu kali itapata mushrik. Mushrik ni yule mwenye kumshirikisha Mungu, yule ambaye anaabudu asokuwa Mungu. Kwa kama kwamba waabudu pesa au waabudu Mungu. Tu gani? Alladhina la yutuna zakata. Wale sotoa zaka wana adhabu kali. Mungu ameweka adhabu kali, kisha Mungu akata mshirikina. Adhabu kali ya mushrikina wasotoa zaka. Mwenyezi Mungu amewafanya wenye kutoa zaka ni ndugu zetu, wasotoa zaka si katika ndugu zetu. Sasa fa intabu wa aqamu salata wa atau zakata
ikhwanukum fi dini, wakitubu wakaomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu, wakaingia katika Uislamu, wakaswali, wakatoa zaka, ndugu zenu katika dini, Muislamu mwenzenu, ndugu yenu. Lakini inamaanisha kama mtu haswali, hatoi zaka, si Muislamu mwenzetu, si ndugu yetu Muislamu. Ndio maana pale wakati Mtume alipofariki, kuna watu katika Uislamu sehemu za Uarabuni walikataa kutoa zaka, akasema sisi hatuwezi kutoa zaka. Baadaye Mtume Muhammad amekufa, na yeye ndio akituma watu kuja kuchukua zaka, hatuwezi kupata tena zaka mtu mwingine, hatutoe tena zaka sisi. Wakati hiyo ni khilafa Sayyidina Abubakar Siddiq. Sayyidina Abubakar akasema wallahi la uqatilanna, wallahi la uqatilanna, wallahi nitapiga vita man faraka baina salati wa zakati, yule mwenye kupambanua baina ya swala na zaka. Sababu walikuwa wataswali walisema, lakini zaka hatoi. Sayyidina Abubakar akasema kama wameibagua zaka, swala wataswali, wana ndio Uislamu wao, ndio shakuwa Muislamu kwa kuswali, lakini akiwa hakutoa zaka hakuna neno, kwangu bado sikubaliani na wao. Mimi ikiwa mtu hatoi zaka nitampiga vita, tutapigana na nitamua. Sayyidina Umar akamwambia Sayyidina Abubakar, "Fahamu gani wewe? Mtume asema mtu akisema shahada la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah shakuwa Muislamu." Akisemesha swala tosha, akabala iko ikami salati wa itai zakati na kutoa zaka. Mimi sipambanui, asotoa zaka mimi nitamua. Lau wallahi manauni aqalan, lau wanganikataza mimi sigamia vidogo tu. Kwa wengine sema aqalan kama ngamia leo kuyatolewa pia, kingamia kidogo tu mtu akataka kumtoa, kanu aduna ila Rasulillah, na walikuwa kitoa hizo vingamia vidogo wakati Mtume, na qataltuhum, nikapiga vita. Kwa mimi nitapiga vita hawa ni murtadina, hawa si Waislamu, hawa wamebadilisha dini, mbadala dinahu faqtuluhu, walibadilisha dini au wawe. Sasa mpaka akafunga vita, kuwapiga vita katika sehemu waliotadi na waliwata Uislamu, lakini si wote. Uislamu wake afanya yote amekubali, lakini la zaka amelikataa. Sasa mpaka akapiga vita mpaka akarudi kukubali kutoa zaka. Kwa sababu Mwenyezi Mungu ametawaidu limshikina alladhina yutuna zakata, ndio kama fa intabu wa qamu salata au zakata fa ikhwanukum fi din. Wasotoa zaka ni katika sifa za unafiki, ni katika wanafiki. Wanafiki ni watu ambao kwamba hawataki kutoa zaka. Ndio Mwenyezi Mungu akataja katika sura Toba, wala yaatuna salata ila wahum kusala, hawaswali ila kwa wao ni wavivu, wala yunfikuna illa wahum karihun, wao hawatoi ila nao watoa kwa kuchukivu, kwa lazima, kwa nguvu, kwa kuona aibu, kwa kuona haya, kwa kufuatwa ndio atatoa. Hatoi kwa kupenda, hatoa kwa kuchukia, hatoi kwa radhi yake, hatoa kwa kulazimishwa. Akaitwa ni katika sifa za nafiki. Wakiswali ni wavivu, na zaka wanatoa na huku hawataki kutoa zaka, wanatoa na huku wanachukia kutoa zaka. Wanasahau kuwa zaka ni tohara kwa wao ya mali yao na dhambi zao. Kuna wali msadaka tatohiruhum wa tuzakihim biha. Zaka ni tohara na kujisafisha. Kwa hivyo kuacha kutoa zaka ni katika sifa mbaya sana, mtu asijaribu. Na tumeeleza mifano ya watu wawili, mmoja kati ya Nabii Musa, mmoja kati ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukamweza Karun, alikataa kutoa zaka, akasema ni jizia na makodi haya tunatoleshwa. Mwisho wake kwa nini? Mzimsafa safna bihi wa bidarihi al-ardh fama kana lahu min fi'atin yansuruna min dunillah. Tukamdondomeza yeye na nyumba yake. Firauni huyo, nani? Karuni huyo. Kukataa kutoa zaka, yadondomea hivi tunazungumza, anashuka chini ya ardhi chini. Wakati Mtume kulikuwa na Thalaba. Kama Mtume niombe Mungu, tumeeleza habari yake, nipate pesa nyingi, nitafanya kadhaa na kadhaa. Alipopata pesa kacha swala za jamaa, kata juma, kata kisha bufaro kutoa pesa akakataa pia kutoa pesa za zaka. Mtume ndio sabawili kwenda kwake Ansari akakataa kutoa. Mimi wasani fa'aqabahum nifaqan ila yawmi yalqawnahu bima khalafa Allah ma wa'adu.
Mwenyezi Mungu faaqabahum nifaqan. Mwenyezi Mungu amepata unafiki, wataendelea kuwa wanafiki mpaka siku atakapokutana na Mwenyezi Mungu. Kwa sababu alimwahidi Mungu watakipata pesa watatoa zaka. Waminhum man ahada Allah la in atana min fadlihi la nasaddaqanna. Kuna watu wanaomwahidi Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu akitupatia mali, akitufadhili na akitufanya ihsani, na sisi tutatoa sadaka. Kwa hivyo ameendelea kuwa ni mnafiki kwa sababu amekataa kutoa zaka. Na asotoa zaka, Mwenyezi Mungu tunapengine la sabana alladhina bakhaluna bima atahumullahu min fadlihi khairan lahum bal sharrun lahum. Wasidhania wale wenye kufanya ubakhili hawatoi kile Mungu alichowapatia ni khairu kwa shari. So tawakuna ma bakhilu bihi yawm alqiyamati walillahi mirathu samawati wal ardh. Mwenyezi Mungu atamwekea nyoka mwenye sumu kali, atamkota kwenye shingo yake, akikintia ndani kaburini mpaka siku ya kiyama. Atakuwa nyoka kimuuma na kimtia sumu kwa sababu ya kukataa kutoa zaka. Na Mtume akatuambia hakuna mwenye ng'ombe wala mwenye ngamia wala mwenye mbuzi akawa hatoi zaka zake za ng'ombe au hatoi zaka zake za mbuzi au hatoi zaka zake za ngamia, ila hayawani kama wale Mwenyezi Mungu siku ya kiyama atamjalia yule mtu amelazwa chini, wale hayawani kimkanyaga wale mbuzi au wale ngamia au wale ng'ombe kutoa zaka atakuwa kimkanyaga kwa katu zao, wakimkanyaga na huko akimpiga pembe na kimuuma. Tajulikana hawa ni wale ambao kwamba hakutolewa zaka. Na wale waliokuwa na fedha na dhahabu hawakutoa zaka, basi Mwenyezi Mungu asema wale alladhina yaknizuna dhahaba wal fidda wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashiruhum bi'adhabin alim. Wale wenye kuweka mabenki dhahabu na fedha hawatoi katika njia ya Mwenyezi Mungu, bashiria adhabu yenye kutia uchungu. Yauma yuhma 'alayha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Na wale wenye kuweka kwenye mabenki na mavela na mastore na madini dhahabu na fedha kahastoi, basi bashirie adhabu yenye kutia uchungu siku hiyo. Yauma yuhma 'alayha fi nari jahannama, zile dhahabu na fedha zitaitwa na moto wa jahannam. Zikishika moto, fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum, watapigwa pasi bapa lao la uso kwenye nyuso zao, wa junubuhum na kwenye mbavu zao, wa dhuhurum na maungo yao. Hadha ma kanastum, haya ndio mleka bengine, fadhuku ma kuntum taknizun, ndeni mcho tutoe bengi. Na wale wasotoa zaka za mapesa, basi ile pesa zitawekwa kama shilingi 20 40 za silver, ziweke motoni zipangwe, kisha zitawekwa kwenye mwili wake. Sasa ikiwa mwili wake ni mdogo na zile pesa bado nyingi, ule mwili utakuwa ni mkubwa, utakunduliwa saizi ya zile pesa, atakuwa kichomwa nazo. Hata zile pesa zitawekwa hata zilalie pesa za moto kwenye migongo yake na kwenye uso wake. Ule asotoa pesa za zaka. Na zaka za biashara ni kitu kidogo tu, ni kila shilingi 200 toa shilingi 5, kila shilingi 100 toa 2 na sumni. Hesabu hiyo tu, kila 100 nataka 2 na sumni, kila 200 nataka shilingi 5. Hesabu hivyo tu, kila 2000 nataka 50, kila hivyo kila 20,000 utaenda nao hivyo, utakwenda 50, utakwenda 500. Pesa si nyingi za kutolea, kipande kidogo sana, hata si ushri, ni robo la ushri. Katika fungu la 10 utoe robo yake, watu wafanya biashara. Na si lazima mtu ana kutoa zaka ni milionia au bilionia. Ikiwa umemiliki pesa hata kama 100,000, 200,000, umezeka nyumbani, umezeka kwenye benki, umezeka dukani, imepitiwa na mwaka, lazima utoe zaka. Sisi tufahamu kwa zaka ni kitangifu.